Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo tena katika mwendelezo wetu wa darasa yetu ya hijama, baada ya kuona mahusiano na tiba ya hijama na tarehe za muandamo wa mwezi, leo tutaona katika masiku bora ya kufanya hijama katika wiki. Katika wiki, masiku bora yanaweza mtu akafanya tiba ya hijama ni siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Siku hizi za Jumatatu na Alhamis ni siku ambazo zina nguvu sana katika tiba, kwa sababu kwanza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kwa nini anafunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis, siku ya Jumatatu alisema yaumu wilitu, ni siku ambayo mimi nimezaliwa. Lakini pia katika siku ya Jumatatu na Alhamis mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni siku ambazo waja amali zao zinanyanyuliwa kwenda mbinguni kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa kuwa tiba ya hijama ina mahusiano pia na imani, kwa hiyo ikifanyika hijama katika masiku haya ya Jumatatu na Alhamis, basi inakuwa ni the best sana, zinakuwa na nguvu kubwa sana ya kiimani na kuleta matokeo chanya kwa mgonjwa, lakini pia na kwa jamii kwa ujumla, kutokana na changamoto mbalimbali zinazomkabili. Kwa hiyo ukitaka siku bora katika masiku ya wiki ya kufanya hijama, basi Jumatatu na siku ya Alhamisi ni siku bora zaidi ya kuweza kufanya tiba ya hijama. Lakini pia katika masiku ambayo pia yameruhusiwa kufanya hijama katika masiku ya wiki, unaweza ukafanya hijama siku ya Jumapili ama siku ya Jumanne na siku ya Jumamosi. Hizi siku pia zinaweza zikafanyika hijama, kwa sababu hakuna katazo la moja kwa moja kukataza kwamba hizi siku hazifai kufanya hijama. Na siku ya Jumanne katika mahusiano ya kiimani, hii ni siku ambayo Nabii Ayub aliponywa maradhi yake. Kama tunavyofahamu katika kisa cha Nabii Ayub, aliumwa miaka 18. Katika miaka 18 aliyoumwa Nabii Ayub, basi siku ya Jumanne ndio siku ambayo aliponywa yale maradhi yake. Kwa hiyo kufungamanisha imani hii, na kwa kuwa hii siku ni tukufu, aliponywa maradhi yake Nabii Ayub, basi kuwekania kwamba Mwenyezi Mungu amponye maradhi yake mgonjwa huyu ambaye unamfanyia tiba hii ya hijama, ni moja katika siku ambazo zinafaa, lakini pia ina nguvu pia ndani yake ya kiimani. Ingawaje Jumatatu na Alhamisi inakuwa ina nguvu zaidi katika tiba, ikiwa na siku za Jumamosi na Jumapili inaweza ikafanyika tiba ya hijama. Na katika siku ambazo hazijapendekezwa kufanya hijama ni siku ya Ijumaa na siku ya Jumatano. Siku hizi mbili hazijapendekezwa kufanya hijama. Hatusemi ni haramu, lakini hazijapendekezwa kufanya hijama na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukija kwa ujumla katika matibabu ya hijama, mtu anapokuwa ni mgonjwa anahitaji matibabu. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukampokea mgonjwa wa hijama, lakini siku hiyo ikawa ni Juma au ikawa ni siku ya Jumatano, lakini hali alionayo huwezi ukasema uende ukampeleke siku ya Jumatatu. Hii inachukuliwa katika hali ya hatari na hali ya dharura, basi unaweza ukamfanyia hijama muda wote na wakati wote. Kwa hiyo nje na hali ya namna hiyo, basi siku zilizochaguliwa katika siku bora za hijama ni Jumamosi, Jumapili na Jumatatu na Jumanne pamoja na siku ya Alhamis. Wakati huo zilikuwa bora zaidi ya kufanya tiba ni siku ya Jumatatu pamoja na Alhamis. Lakini pia ndani ya haya masiku katika wiki, ikiwa zile tarehe zilizo ambazo hazikupendekezwa katika mwezi muandamo 13, 14 na 15 zikaangukia katika hizi siku bora, ima Jumatatu au ikaangukia katika siku ya Alhamis au ikaangukia katika siku ya Jumapili au ikaangukia katika siku ya Jumanne, hata kama itaangukia katika siku ambazo zinafaa kufanya tiba ya hijama,
kwa kuwa imeambatana na ya mwezi 13 au 14 15, basi haistahiki kufanya hijama, kwa sababu kunaweza ukahatarisha uhai wa mtu kutokana na mahusiano ya nguvu ya mwezi na utendaji kazi wa mwili wa mwanadamu. Lakini pia hapo hapo, ikiwa kwamba katika zile siku ambazo hazikupendekezwa katika wiki, ima siku kama Ijumaa au siku ya Jumatano, hazikupendekezwa katika wiki, lakini ikaangukia katika zile tarehe za mwezi mwandamo 17 au 19 au 21, tarehe ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezisemea kwamba tarehe hizi zina nguvu katika tiba na ni shifaa likulli dai. Moja katika faida ya kufanya hijama katika tarehe hizo ni kupata uponyaji wa kila aina ya ugonjwa. Basi zikiangukia tarehe hizi, hata kama imeangukia Ijumaa, hijama itafanyika kama kawaida. Hata kama zitakuwa zimeangukia siku hizi za mwezi 17 au 19 au 21, ikaangukia Jumatano, hijama itafanyika kama kawaida. Kwa maana hapa tutazingatia tarehe ya mwandamo, kwa kuwa hizi tarehe Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihimiza na amezitilia mkazo sana kufanyika hijama kwa sababu ya faida zinazopatikana ndani yake. Kwa madaktari au matabibu wanaofanya tiba ya hijama, ikiwa mgonjwa wako ni mgonjwa ambaye anaweza kuwekeka appointment ya muda maalum, basi na shauri na kuwapa miongozo kwamba ni vema katika wiki akafanya siku ya Jumatatu au siku ya Alhamisi au Jumanne. Na ikiwa mgonjwa wako anaweza akawa yupo karibu na ratiba za zile tarehe ambazo Mtume amezitilia mkazo 17, 19, 21, basi ni vizuri mgonjwa wako ukamvuta kidogo ili akafanya kwenye hizo tarehe, ili kuweza kupata faida zaidi katika matibabu ya tiba ya hijama. Sambamba na hili, saa sahihi za kufanya tiba ya hijama ni asubuhi. Wako matabibu wanafanya hijama saa 6 mchana, wanafanya hijama saa 10 jioni, wanafanya hijama saa 2 usiku. Hili jambo sio sahihi. Hakuna katazo la moja kwa moja kuto kufanyika hijama muda huo, lakini hadithi pendekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imetuelekeza kwamba hijama ikifanyika katika tumbo tupu, kwanza ina shifaan, ina tiba, kwa maana uponyaji unapatikana, ina baraka, lakini pili inaongeza umakini, lakini 4 inaongeza akili, lakini 4 pia inaongeza kumbukumbu. Mtume sallallahu alaihi wasallam apendekeza hijama ifanyike nyakati ambazo tumbo liko tupu, maana mtu hajala chochote. Sasa muda wa asubuhi kibiolojia ni muda ambao mwanadamu ana energy ya kutosha, ana nishati ya kutosha. Kwa tunapokwenda kufanya hijama, baada ya mchakato wa tiba ya hijama kufanyika, tunategemea hii nishati itumike kwa ajili ya ukarabati wa mwili baada ya matibabu. Sasa kama utamfanyia hijama mchana saa 7, saa 8, saa 10 jioni au saa 12 jioni, nini kitatokea? Kwa kuwa tayari nishati sehemu kubwa ishatumika, mwili atachoka, lakini pia ataumwa kichwa na pia inaweza kumsababisha kupata kizunguzungu. Kwa hiyo muda pendekezo na muda sahihi kibiolojia na kimazingira na kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufanya hijama ni asubuhi. Ukimwona tabibu anafanya hijama mpaka saa 8 za mchana, anafanya hijama mpaka saa 10 jioni, saa 12 jioni, tambua tabibu huyu anatazama yeye zaidi maslahi yake na wala hatazami usalama wa mgonjwa. Walio wengi ambao wanafanya hijama nje na muda wa asubuhi hawapati matokeo mazuri katika hijama, lakini pia hupata athari ya maumivu ya kichwa ama hupata athari ya kizunguzungu na changamoto nyinginezo za kuishiwa nguvu, kwa kuwa wanafanya muda ambao sio sahihi. Kwa hijama muda sahihi wa kufanyika ni asubuhi, na huu muda wa asubuhi sambamba ikizingatiwa kwamba mgonjwa asiwe amekula kitu chochote. Kwa maana mtu anaenda kufanya matibabu ya hijama asubuhi, asiwe amekula masaa 3 kabla ya hijama, na wala asiwe amefunga zaidi ya masaa 4. Kwa maana kama mtu amefunga, basi tiba yake afanye asubuhi mapema, na isiwe tayari kashaka kwenye somo kwa masaa zaidi ya 4. Hii inaweza kumpelekea kushindwa kuendelea na somo yake, hasa watu wakiwa wameingia katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tuzingatie, miongoni mwa mambo ya msingi ya kuzingatia
kuzingatia siku bora katika wiki, lakini pia kuzingatia masaa bora ya kufanya hijama, nayo ni nyakati za asubuhi. Kufikia hapa, tunawakaribisha sana katika kliniki yetu Akamna Hijama Clinic Center kupata huduma kutoka kwa madaktari bingwa, wataalamu waliobobea na wenye kufuata nidhamu ya tiba hii ya hijama. Lakini pia tunawakaribisha katika programu yetu ya Akamna Hijama Training Academy ili kuweza kuja kupata mafunzo sahihi yanayohusiana na tiba ya hijama, ili uweze kuwa mtaalamu bora wa tiba hii ya asili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutoa huduma bora kwa jamii ili kuweza kupata manufaa ya matibabu haya ya kimaumbile. Kufikia hapa, ni mimi mkurugenzi wako wa Akamna Hijama Clinic Center, Omar Maalim Kamna. Sina la ziada, tunawakaribisha sana. Mawasiliano yetu ni 0764706448 au unaweza ukapiga namba ya ofisi 0758519116. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.